How are you doing? My name is Trudy Kitui, the queen of online media, and I'm here with the king of Singeli, Dula Makabila, all the way from Tanzania. Amekuwa hapa Kenya kwa muda, mmeweza kuona kazi yake na mambo mengi sana yamefanyika. Nimekuja hapa ili niweze kuzungumza naye, aweze kutuambia labda pia anaendeleaje akiwa hapa Kenya. Dula, uko vipi? Nashukuru Mungu niko poa. Yeah. Unaendelea vizuri? Yeah, naendelea vizuri. Kenya pia ni nzuri. Mwanzo nilikuwa napata changamoto kidogo kwenye masuala ya kiafya. Lakini sasa hivi niko sawa. Ila baridi ilinitesa sana. Yeah. Lakini sasa hivi uko sawa kabisa. Yeah, nashukuru Mungu niko poa kabisa. Yeah. Tumeona ulikuja Kenya kwa sababu ya media tour, and you've done media tours kwa different TVs, radios, na on Friday tulikuwa na pale 10/10. Hapa ndo story inaanzia. Ulipoenda pale 10/10 tukakuona pale na Aziza, ukimzawadi, ukampa hela, kisha ukamwambia unapenda kuwa naye, na imeibua mambo mengi sana kwenye mtandao. Tumeona pale Vinde pia ametokea, Tumbili pale ametokea, lakini kabla tufike pale tuambie kidogo kipi ambacho unampendea Aziza. Aziza kwanza ni mwanamke ambaye anafanya sana kazi. Alafu licha ya kufanya pia kazi yuko hambo na kila mtu. Nafikiri hicho ndio kitu ambacho kimefanya yule Vinde na Tumbili wahisi kama Aziza anaweza kuwa na Vinde. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila ni mtu ambaye anamuentertain kila mtu. Unaona bwana. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo nampendea sana yule mwanamke. Hivyo ana muonekano mzuri. Unaona, mara kadhaa kijaga huwa tunakutana, ananishauri vitu vingi pia. Ni mshauri mzuri pia. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuolewa. Nilishangaa nilipoona clip yake analalamika kwamba amnioi. Sasa nikawa najiuliza, ina maana Kenya wana shida gani? Yaani nini kinawafirisha? Mali hawana, yani hawana pesa ya kuolewa. Mnaiteje nyinyi? Kwetu tunaita mali. Ya mali hawana. Au shida nini? Yani muonekano nini? Sijielewa mpaka sasa hivi. Ya kwa mimi niliona vile juzi kwenye show, ikabidi nistopishe show, nikampa zawadi. Lile huwa limepanda ndege, unajua. Limekuja kwa ajili yake tu. Okay, ulikuja nalo? Ya, nimekuja kwa ajili yake tu. Sawa, nimletee Aziza na nashukuru Mungu nimefanikisha. Ya, japo katikati hapo yametokea mambo ya ajabu, lakini mimi yule mwanamke siwezi kumwacha. So unahisi kuwa wewe ni chaguo lake? Ndio iko hivyo. Yeah. What do you think? Ni nini unahisi uko nacho ambacho una feel kuwa mimi Aziza lazima nikubali? Sijui kwa Kenya labda mnanichukuliaje, lakini nina kila sifa. Vitu vingi, yani vitu vingi. Ni handsome boy cha kwanza. Nina hela ya kutosha. Nasemaga nikiongea na Wakenya nabaga niko na pesa ya kutosha. Niko na pesa ya kutosha. Star, mtumishi wa serikali kitengo cha burudani. Yeah. Wow. Sasa ulipofanya vile, tuna a content creator hapa Kenya anaitwa Vinde, na pia amekuwa akimtaka sana Aziza, akisema kwa anataka kumooa Aziza. Yeye peke yake tu ndio chaguo lake. So after you did that, Vinde alifanya video akasema kuwa wachane na Aziza, hadi amemtolea wimbo. Ajua yeye si msanii, wewe ni msanii lakini bado hujatoa nyimbo. Yeye sio msanii na shatoa wimbo. Sasa unalipi la kusema kuhusiana na hiyo story ambayo Vinde alisema? Yani kwamba yeye kumwimbia nyimbo yule Aziza ndo yeye ndo awe bora kuliko mimi. Yani kitu ambacho Vinde inabidi ajue. Mimi sio Mkenya, mimi ni Mbongo. Sawa. Alafu akizungumzia kuimba, mimi nina tuzo 5 za uimbaji bora. Hamna tuzo yote niliyopata kwa kujichetua kama yeye vile. Mimi tuzo zangu zote za uimbaji bora. Sawa. Na nimechukua tuzo za serikali, tuzo kubwa, na kuna tuzo moja nimechukua juzi pia Kenya. Zilifanyika kule Tanzania. Sawa. Alafu mimi najua content creator walivyo. Unaona huyu Vinde. Vinde. Si ndio? Aza content creator gani ana followers 100,000? Hii content creator si uchafu. Hii takataka hii. Kwetu sisi ni takataka. Hata mtu wa getini ana followers yao. Ni takataka hii. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajitafuta, yani bado asijifananisha na mimi, wala sikia kanizungumzia kwa namna yoyote, kwa sababu naweza nikamfunga. Yeah. Sasa kuna rafiki yake pia anaitwa Tumbili, aliweza kukupatia masaa 7 uondoke Kenya
Tumbili. Right now we speak, video ina trend pale sana kwenye mtandao. Huyo Tumbili kwanza alikuja hapa. Nafikiri ndio video ambayo ina trend. Yes. Kaja hapa, kaja kunivamia. Sijui alikuwa na lengo gani kiukweli. Yeye alikuwa analazimisha yani kama kuniataki, lakini uzuri mimi niko na watu, niko na viongozi, niko na security, niko full mkoko, kwa hiyo huwezi kunisogelea kirahisi hivyo. Halisi labda namfuata tu msanii wa kawaida. Kwa bahati mbaya hakufanikiwa kulifikia. Lakini yeye complain yake ni kwamba anataka mimi niachane na nani? Na Aziza. Alafu kitu ambacho inabidi ajue Tumbili, sikutaka nisogelee, sio kama nilikuwa naogopa atanipiga au hapana. Anatoa harufu. Unajua asikwambie mtu hakuna kitu kibaya kama magonjwa ya ngozi. Sinaelewa vizuri. Anatoa harufu, ananuka mdomo. Kaja hapa, yani mimi mpaka nikawa najiuliza watu wanaongozana naye ni wanaishi na vipi huyu, yani hawamwambii ukweli. Lakini mwisho wa siku mimi sikutaka gomvi naye kwa sababu najua maisha yao wanajitafuta, nikajaribu kumpa pia hela. Sasa akahisi kama labda namuonga ili aache kufanya vurugu. Ulimpa hela ngapi? Sikumbuki, nilikuwa nampa tu hela. Tuliona comment section watu wanasema hizo hela ni kidogo sana. Unasema una hela unampatia je Tumbili hela kidogo hivyo? Ngoja sasa picha linaanza. Kwa nini nimpe? Kwa nini nimke mzee na Aziza? Mbona ulikuwa unampa hela? Nilimpa hela kwa sababu nilimwona ananifanyia vurugu. Unajua maskini alivyo, akitaka hela yako anaweza hata gari kapita kajigongesha ili mradi tu apate hela. Kwa hiyo nikaona kazi hizo ni kama trick ambazo anazitumia yeye. Maisha yake ni magumu. Yaani mimi hapa nina experience mtu ambaye ana maisha magumu, nikimtazama tunaweza kusema huyu hapo hakika kula usiku hana. Kwa hiyo alikataa hela kwa kutaka sifa, lakini na uhakika akikaa peke yake hivi akijiuliza, akiwaza matatizo aliyokuwa nayo, tukianzia kwenye kodi, sijui labda ni tuseme nguo, chakula, lazima ile atakuwa naikumbuka. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ngabeba poa, kachukua pesa yangu nikaingia ndani. Kwa hiyo hakufanikiwa chochote. Ni bora angekuwa hajafanikiwa kuniataki, lakini kafanikiwa kupata hela kweli, lakini chochote hakupata. Na mimi nimwambie tu kwamba hawezi kuniambia mimi nikaa hapa masaa 7 kwa sababu yeye hana chochote kwenye nchi, sio kiongozi, sio chochote. Sawa, yeye ni mtu ambaye anajichetua mtandaoni ndio apate chochote, yani kama ni kula, kama ni nini. Maisha yake yeye hana access yote mimi ya kunifukuza kwenye nchi. Wala kuniambia eti nikae masaa 7. Siwezi kuondoka kwanza. Mimi mtu atakaniambia hapa niondoke, labda ni Aziza akiniambia baby tuondoke, na mpaka anze na baby ndio mimi nitakata tiketi nitarudi kwetu. Lakini hawezi tu kuja si Tumbili si yani hizo takataka usiniletee bwana. Usiniongeze stories za watu. Sitaki hata kuwasikia. Na sasa labda una message gani kwa Tumbili? Kwa sababu alikuja amevuruga mambo imechemka pale kwa mtandao. Pia watu, kuna Wakenya ambao pia wanamuunga mkono, wanasema alifanya kitu poa kukuja kukuondoa hapa Kenya. Hakuna alichovuruga. Hajavunja hata remote. Sasa kavuruga nini? Yaani wewe unachofanya yani, sio unaelewa? Unajua hiyo video ni watu wangapi wanashikilia Tumbili? Na hata kama ni video kushikilia nini? Sasa mtu shamona mweu, lazima umshike kwa sababu ule atangeharibu chochote, anakulipa wapi? Yaani anataka mafamilia nzima wajichange, hawezi kulipa hela. Kwa mwisho wa siku tungewapa shida tu familia yake. Kwa wao kwa mzuia alikuwa ni katika kumnusuru yeye. Vitu vilikuwa ndani vya thamani. Hata angesema guse game yangu bado ningempa shida kulipa. Pale tuna vitu vya studio vile pale kama unavyoviona. Alikuja na vitu vyote vilikuwepo. Kwa hiyo ilikuwa nampa yeye tu changamoto. Mimi naamini hivyo. Kwa hiyo sija kakaa kaisi labda eti kafanya bonge la vurugu. Hakuna chochote alichofanya. Yaani kweli wa Kenya ni watu wa laini hivi. Hivi ushana vuruga Mtanzania? Inakaje? Unaweza vuruga Mtanzania? Mbona hukumvuruga? Mimi tajiri, yani mimi nikae nigombane na yule. Nani anaitwa amesema? Tumbili. Hivi imagine mtu aitwa Tumbili. Baba yake mama yake amekubali mtoto wao aitwe Tumbili. Wewe mwana unaweza kuita Tumbili. Eti unaweza kubali mtoto wako aitwe Tumbili? Sijui. Imagine tu ni kwa hali ya kawaida ni mtu alitaje Tumbili. Kuna majina ukiitwa kwa mtoto mwenye akili lazima ataona huyu kwenye brain yake kuna itilafu. Kwa mtu yote mwenye akili timamu huwezi kubali ukaitwa Tumbili. Kwa yule kaja akafanya aliyofanya, alafu mimi hata nikimvamia yule siwezi kumvamia kinyonge vile. Yaani kaja yeye na suti, sio kavaa suti, sio kavaa nini kile. Anakuja anasema watu wanamuibia Tanzania kusachueli wewe. Yaani una maisha gani wewe? Tumbili sisi tukuibie. Yaani watu tukuibie vipi wakati mimi mwenyewe nilipokutazama tu nimeona kabisa unahitaji msaada.
kama anahitaji msaada au kama utamsaidia, labda ushaona Tumbili anahitaji msaada, utamsaidia vipi? Nataka yeye mwenyewe atamke kwa mdomo wake. Mimi nina vitengo vingi kwenye Makabila Empire, unaelewa? Na madansa sawa. Ukitoa madansa pia kuna manager anaweza akatafutia sehemu utakakaa, au kama tukiwa tuna show Tumbili anaweza mawili, akafunga stage sawa, au mwishoni kabisa wa show akawa anajiunga na madansa, anajoin nao pale, anakatika viuno, analipwa. Mimi naona ndio kitu pekee nachoweza kumsaidia. Lakini sio akaita ni ataki sijui Aziza sio kufanya nini, Aziza kufanya hivi. Yaani mimi nikwambia tu ukweli. Unamwona yule Tumbili? Maybe alikuja kwa kutaka followers. Baba anaona yes, mimi na followers 100,000 na 100,000 yenyewe nimepata ndani ya miaka 5. Nikipigana na Dula hapa kwenye 100,000 yangu hapa atanipunguzia hata 100,000 nyingine. Watakuwa 200,000. Maybe alitaka umaarufu kupitia mimi. Okay. Lakini hawezi kuniambia yeye kajeti kwa sababu ya Aziza. Yeye ni nani yake Aziza? Ni nyanya yake, ni bibi yake au ni shangazi yake? Mimi sidhani kama kuna sababu ya msingi umfanya yeye aje hapa. Labda alitaka muone Dula Makabila. Okay. Nataka kumuona superstar, atumie njia gani ya kumfikia? Ile ni mweu, sijawahi kuwa mtu mweu kama yule kwenye maisha yangu. Ile ni mweu sana. Sio, tukitoka kwa hii story, Vinde naye utamwambia nini? Nani? Vinde, kwa sababu najua bado atakutafuta yule. Vinde? Mimi naomba tuungane. Waje wawili. Waje tu wawili. Alafu sababu mmoja walinivamia, sikuwa nimejipanga kwa chochote. Ila this time nitakuwa najua kabisa kuna wehu wawili watakuja kwa na mimi nitaandaa watu wangu. Ila niseme ukweli. Sasa unajua hapo kwenye nchi yao inaweza kuwafunga. Au nikachukua hapa ngana kuwafunga Tanzania. Yaani yote yanawezekana. Kwa sababu hao maybe hawajui mimi nafasi yangu, ndio maana wananichukulia poa. Nakwambia leo ni lini? Leo ni Monday. Naomba waje tena. Kama alivyokuja yule mrefu huyo unasema nani huyo Tumbili. Waje tena wote wawili. Wasipokuja mimi nitawafuata. Hiyo naongea kabisa hapa, ni kama wajaja. Utawatafuta wewe? Mimi nitawatafuta. Tena na Wakenya wenzao kuonesha tu nguvu ya yangu. Na watafuta na Wakenya wenzao. Na watafuta na nitafanya ninachotaka mimi. Kwa hiyo ile wakao walijui tu kabisa ni kokote kukutana na hii sura. So huu ni mwanzo tu. Nasemaje, yani hapa kama gari ndo limewaka. Yani wale watoto wadogo yani kwa sababu wao eti ni wa Kenya na mimi nipo Kenya walete. Mimi sio mnyonge. Yani mimi hapa Kenya na watu hivi. Mimi sio mnyonge kabisa. Kama walikuwa wameneka kwenye kundi la wanyonge eti uje kunitingisha kwa sababu nipo kwenye nchi yako, hapana. Mimi sio mnyonge kabisa. Mimi Kenya nina watu kuliko Tanzania. Kwa wajue kabisa mimi niko hapa na wasubiri. Hawajaja na wafuata mimi na sitaki kuombana msamaha. Hii mkaa kabisa mjue. Sitaki kuyamaliza, sitaki nasema solution. Sitaki. Hautaki mkae chini labda mzungumze mwelewane. Nasemaje? Mimi Vinde na huyo Tumbili ni vita mpaka mwisho. Sitaki kitu kinachoitwa maongezi, sitaki urafiki, sitaki msamaha. Nikikutana na nyinyi popote ni kupigana mpaka asubuhi. Ni Mtanzania, nyinyi wa Kenya tutaonyeshana. Wow, I hope watapata hii message. Swali mbili za mwisho tukimalizia. Juzi umekuwa kwenye show ya Prince Indah na tuligundua kwa Wakenya wanapenda muziki wako sana. Ilikuwaje, ulihisi vipi kuwa kwenye stage na maybe una plan ipi kwa kimuziki labda kuleta show ya Singeli Kenya? Sababu mwenyewe uliona vile mafans walikuwa wanalia sana, imba unatoka wanakurudisha. Yeah, nilipenda kwa sababu sikuwa nimeliwaza lile. Nilijua tu nitaimba watu watafurahi, lakini sikujua kama watafurahi na watataka niendelee. Kwa hiyo tunasemaga mtumbuizaji mzuri huwa anajua muda wa kushuka stage. Yes. Kweli nilipotaka kushuka, nafikiri ulikuwepo pia. Yeah. Nikaona watu wanataka nipande kwa nikafurahi sana. Yeah. So una labda mpango wa kuweka show ya Singeli hapa Kenya? Nafikiri tutaandaa lakini ulinzi utakuwa mkubwa kwa sababu hawa Tumbili na Vindea wameshaanza kunisumbua. Au tutakuwa tunafanya show kipindi wao hapo kwenye nondo.
lock up. Nondo ni nini? Lock up. Oh, okay. Wanakuwa ku lock up, wanakula kule msosi ya bure. Mimi huko naendelea na shughuli zangu. Haya, the same day bado tulikuona na a very business lady hapa ijini hapa Kenya, tunamtambua sana, anaitwa Queen Mom. Na ningependa kujua labda uhusiano wako na Queen Mom, pia amekuwa hapa, kipi ambacho unachokipenda kuhusu Queen Mom? Ni mtu ambaye mkarimu sana. Ametupokea, tumekuwa tukiishi hapa chini ya uangalizi wake. Hata ishu ya video tumemwambia, akataka akamfuate na polisi nani huyo Tumbili, tumemwambia akataka amfuate na polisi, tukamwambia muache, maisha yake tunayaona hayalizishi familia, tutakuja kukulilia mwisho wa siku. Kwa Queen Mom ni mtu ambaye ana upendo sana. Ana upendo. Yeye ndio mtu alinifanya mimi nipende Kenya ukitoa Aziza. Ni mtu ambaye amenifanya pia nipende Kenya. Kwa nipo hapa na kwa vile uwepo wangu na wakela huyo Tumbili na huyo rafiki yake, mimi nitakuwepo sana. Mimi nipo sana Kenya. Mimi Tanzania nitakuwa naenda nachungulia, narudi. Nachungulia, narudi. Kwa nitakuwa ni hivyo tu. Kumaanisha una mpango wa kuhamia Kenya kwa sababu na mpango wa kuhamia Kenya. Na vunde na mwenzie Tumbili nitawachukua siku. Nitaenda kuwaonesha maisha mimi naishi kule kwetu. Kwa sababu mimi maisha naishi mbwa wangu ni mazuri kuliko anaishi hiyo Tumbili na Vinde. Yaani mimi mbwa wangu, ingia TikTok yangu andika Dula Makabila, tazama. Yaani mimi mbwa wangu ana uhakika wa maisha kuliko Vinde na Tumbili. Serious. Unajuaje maisha yao wawili? Tumbili na Vinde. Mtu ambaye hali yake mbaya anaonesha hata kwa sura kwamba huyu hapa ni apecha lolo. Sio, unaelewa? Yani mtu yote ambaye kafanikiwa unaona kabisa huyu hapa maisha yake yamenyooka, ana stress, anakula kwa wakati. Lakini yule mtu unaona kabisa ni ameshikwa na yeye, anaweza katufia mkononi huyo. Tukamwambia muachieni. Una mpango wa kuwaroga? Unajua usema wewe mchawi. Utawaroga? Siwezi kuwaroga kwa sababu mimi kiroga natumia na nyingi sana. Siwezi kutoa gharama zangu eti nikamloge Vinde au huyo nani huyo Tumbili. Ni kitu cha kipuzi nitakuwa nimefanya. Mimi natumia pesa na roga, inapatikana show ya pesa nyingi, nenda kuingiza hela. Yaani ni mloge mtu ambaye maisha yake tu peke yake ni magumu, unaweza tena unamloga. Kwa mimi nipoteze pesa yangu ya kufanyia ule uchawi bure, siwezi kufanya ujinga. Siwezi. Yaani siwezi. Wale ni watu ambao wa kuendelea tu kuwa nao, siku akili zao zikikaa sawa tutaongea lugha moja. Okay. Alright, sawa Dula. I wish you all the best na Aziza, sisi tunasubiria harusi. Harusi. Labda akisema asha kukubali kwa sababu vile unasema mara amesema usiende uende. Wewe mtafuta Aziza. Tafuta Aziza, muongea naye. Mtafuta Aziza, zungumza naye. Okay. Yeye mwenyewe atakuelezea kila kitu. Haya. Sawa. Thank you so much for your time guys. We love you till next time. Bye bye.